Siku ya Jumanne majira ya jioni ndani ya ukumbi mdogo maarufu DH ndogo katika chuo cha ualimu elimu maalum Patandi ulifanyika uchaguzi wa spika wa bunge, naibu spika na katibu wa bunge. Mchakato huu ulifanyika kwa usimamizi mzuri wa ofisi ya masuala ya wanachuo pamoja na rais wa SEWAPA. Ungana nami Don Master kwa taarifa zaidi. Ambao ni spika, naibu spika na katibu wako. Hivyo naomba ushirikiano, tusiwe na maneno ya kejeli. Msingi zitakuwa na tija sana. Nipongeze tume iliyohusika na masuala yote ya uchaguzi. Naomba tupongeze kwa makofi ya kibunge. Asanteni, asanteni. Kwa jina langu naitwa Manase Ramadhani Msigwa, ni katibu wa bunge mstaafu mwaka 2024-2026. Ni katika kuendeleza itifaki ya chuo na uongozi wa chuo ambao tumefanikisha uchaguzi mpya uliofanyika leo tarehe 27 mwezi wa pili 2026. Hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, zoezi limekamilika. Una neno gani la mwisho la kuambia wanapatandi na uongozi mpya ambao tayari umeshachagua? Neno kuu la kuambia ni kwamba tunashukuru kwamba tumepata uongozi mpya, lakini pia tuwatakie kazi njema kutekeleza majukumu ya chuo. Naibu spika wa bunge. Jukumu langu kuu ni kusimamia majukumu ya spika wa bunge endapo spika hatakuwepo. Kwa hiyo naomba kuelezea. Maswali kwa mgombea? Hakuna maswali. Mgombea, neno la mwisho? Neno la mwisho, nitalitumikia bunge la SEWAPA pasavyo. Utamsaidiaje huyu ili aweze kutimiza majukumu yake vizuri? Asante. Fungua. Chuo, shikamoni. Viongozi kutoka bunge nalomaliza muda wake, habari ya jioni. Viongozi kutoka serikali ya wanachuo, habari za jioni. Waheshimiwa mawaziri, habari za jioni. Mheshimiwa manaibu wa waziri, habari za jioni. Wabunge wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Fulgence Edward Maregesi. Ni mgombea nafasi ya katibu bunge la wanachuo Patandi. Jukumu moja tu la katibu ni kuandika mitasari yenu na kuitunza ipasavyo, nikishirikiana na viongozi watakaokuwa juu yangu kula zenu. Asanteni. Maswali kwa mgombea kama yapo? Ni kawaida yetu watu wa mkoa wa Mara kufurahia muda wote. Ni kawaida yetu. Kwa hiyo ni mila na desturi yetu, hatujui kuchukia. Swala lililonishawishi kugombea nafasi hii ni kwa sababu nina good handwriting niliyobarikiwa na Mungu na nitakuwa makini katika utunzaji wa mitasari yenu. Asanteni. Ndugu wabunge wenzangu kutoka katika majimbo mbalimbali, naombeni kula zenu. Niko tayari na itakuwa salama. Asanteni sana.
mawaziri na wajumbe wenzangu, habari za saa hizi. Ni mjumbe kutoka darasa la uoni mwaka wa kwanza. Niko mbele yenu kuomba kura za ukatibu wa bunge. Nimekuwa na uzoefu, nimekuwa nikifanya kutoka chuo nilichotoka, nimekuwa ni katibu, lakini pia ni katibu wa dini kwa hapa nilipo katika chuo cha walimu elimu maalum Patandi. Nina uzoefu wa kufanya hii kazi na ninaahidi nitashirikiana na nyinyi katika kufanya kazi kuendeleza taaluma yetu vizuri tukiwa hapa chuoni. Naombeni kura zenu za ndio na sio za hapana. Flora kwa maendeleo ya chuo cha walimu elimu maalum Patandi. Maswali kwa mgombea kama yapo? Ndio na sio za hapana. Baada ya zinapita pale kwa utachagua jina moja, utaandika jina. Sawa. Wagombea wetu katika nafasi ya pamoja na Cecilia Mkenda, Paul Thomas na Cecilia Mkenda. Kwa utaandika jina mojawapo pale. Speaker, tuna majina mawili. Jina la kwanza ni Zulfaidi pamoja na Maulidi Kimario. Zulfaidi wa nafasi hiyo ya katibu wa bunge wako wawili. Tuna Fulgence Maregesi pamoja na Flora Samueli. Fulgence Maregesi pamoja na Flora Samueli. Sasa kwa sababu uchaguzi wetu ni wa kidemokrasia, niombe wagombea, kama utaweza wewe mgombea, unaweza ukafika wewe mwenyewe au ukaagiza mwakilishi kwa ajili ya zoezi la kuhesabu kura. Kwa unaweza ukateua mtu mmoja unayemwamini kwa ajili ya kuja kusimamia kura zako, ila kama hauamini unaweza kuja mwenyewe. Kwa tuanze na nafasi ya spika wa bunge. Nafasi ya katibu, wawakilishi au katibu mwenyewe aliyemgombea anaweza kuja mwenyewe au akatuma mwakilishi. Wawakilishi wa makatibu tafadhali. Chukue moja unaisoma hapo na mkarani. Wewe ndo unamsomea, usichukue. Haya. Hesabu ngapi?
Usiondoke kapo hapo. Wewe njoo. Mtangaze. Serikali ya Rais na Baraza la Mawaziri, waheshimiwa wabunge, kwa mamlaka niliyopewa, naomba nitangaze matokeo ya nafasi ya katibu wa Bunge kama ifuatavyo. Fulgens Maregesi amepata kura 9. Flora Samueli amepata kura 17. Hivyo basi, kwa mamlaka niliyopewa, napenda kumtangaza ndugu Flora Samueli kuwa katibu wa Bunge la serikali ya wanachuo, chuo cha ualimu elimu maalum Patandi. Makofi tunapigia hapa jamani, tusipige kwa nini? Tusipige hivi, tunapigia. Tunaomba wawakilishi wa nafasi ya naibu spika wa Bunge waje wawakilishi. Mgombea, tunaomba mwakilishi mwingine. Kwa mara nyingine napenda kutoa matokeo kwa nafasi ya naibu spika wa Bunge. Wagombea walikuwa ni wawili, Maulidi Kimario pamoja na Zulfa Idi. Idadi ya kura zilizopigwa ni 26. Idadi ya kura zilizoharibika hakuna. Kwa idadi ya kura halali ni 26. Hivyo basi, kwa mamlaka niliyopewa na tume, napenda kutangaza matokeo kama ifuatavyo. Ndugu Zulfa Idi amepata kura 8. Na ndugu Maulidi Kimario amepata kura 18. Hivyo basi, namtangaza rasmi ndugu Maulidi Kimario kuwa naibu spika wa Bunge la serikali ya wanachuo, chuo cha ualimu elimu maalum Patandi. Sasa nafasi inayofuatia, mlete watu wawili kwa ajili ya kuja kuhakiki kura zenu. Kwa ajili ya nani? Subirini hapo hapo.
Ndugu ofisi ya masuala ya wanachuo, Rais, baraza la mawaziri, waheshimiwa wabunge, yafuatayo ni matokeo katika nafasi ya spika uchaguzi tuliofanya hivi punde. Idadi ya kura zilizopigwa, wagombea wetu walikuwa ni wawili. Kulikuwa kuna Paul Thomas pamoja na Cecilia. Idadi ya kura zilizopigwa ni 26. Idadi ya kura zilizoharibika hatuna. Hivyo basi kura halali ni 26. Kwa mamlaka niliyopewa na tume, napenda kutangaza matokeo kama ndugu Cecilia amepata kura 4. Na ndugu Paul Thomas amepata kura 22. Hivyo basi napenda kumtangaza ndugu Paul Thomas kuwa spika wa bunge la serikali ya wanachuo wa chuo cha ualimu elimu maalum Patandi. Fanyika na kura zimehesabiwa. Hatua inayofuatia sasa ni viongozi wapya wapite mbele kwa ajili ya kutoa neno la shukrani. Tutaanza na nafasi ya katibu. Wabunge, naomba wagombea wote ndugu Fulgence Maregesi pamoja na Flora Samuel kwa dakika moja neno la shukrani kwa wabunge. Karibuni mbele. Tunaanza na ndugu Fulgence Maregesi. Viongozi kutoka ofisi ya masuala ya wanachuo, bunge nalomaliza muda wake, viongozi kutoka kutoka serikali ya wanachuo na wabunge wenzangu wote kwa ujumla, habarini za muda tena. Napenda kuwapongeza kwa maamuzi mliochukua. Ndio alikuwa maamuzi sahihi. Aliye na nguvu ameshinda. Naomba kumpongeza mgombea mwenzangu na kumtakia majukumu mema. Nitakuwa tayari kumpa ushirikiano pale atakapo kuja kutafuta ushirikiano kutoka kwangu. Nampongeza sana. Asante. Viongozi kutoka serikali ya wanachuo, chuo cha walimu elimu maalum Patandi, wabunge na mawaziri wote, habari za saizi tena. Cha kwanza nipende kuwashukuru ninyi nyote mlionichagua, na waahidi kuyatekeleza yale yote nilienda kuahidi ninyi na katika kuendeleza taaluma yetu katika chuo cha walimu elimu maalum Patandi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asanteni sana. Napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi hii. Hongereni mlionichagua, nampongeza viongozi wenu. Kazi njema. Ofisi mnaomaliza muda wenu, meza kuu, habari za saizi. Nashukuru kwa uchaguzi wenu na imani sitawaangusha. Lakini kikubwa tuendeleze taaluma ikiwa hapa Patandi. Asanteni. Ofisi ya masuala ya wanachuo, tume ya uchaguzi, Rais, makamu wa rais, waziri mkuu, katibu, mawaziri, wabunge, habari za jioni. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu, uchaguzi umeenda salama. Naamini pale mlipochagua Mungu ndiko alikoelekeza na ni sehemu sahihi. Nitampa ushirikiano
pale ambapo watakapohitaji. Niko pamoja na bunge. Asante. Hongera sana. Naona wajumbe bado wako wengine wazuri. Asanteni kwa kunichagua kuwa spika wa bunge Jamhuri ya Patandi. Sasa itaenda mbele. Masuala mawili tu ambayo nataka niyaweke clear. Kwanza ni kushukuru sana ndugu Kambi pamoja na ndugu yangu Emanuela kwa kazi kubwa mlioifanya. Niombe sasa ushirikiano. Nafikiri kesho ndugu zangu tutakaa kikao na hao waliopita, angalau tuweze kushare miongozo. Ili kazi ianze mara moja. Lakini jambo lingine, niombe ofisi ya uadili. Ofisi labda kikao kiwe kimoja kwa mwaka au viwili. Mimi nilikuwa naomba mwe mnatuongezea kimoja kutokana na unyeti wa chuo chetu. Watu wana mambo mengi, wakati mwingine wanakosa mahali pa kupeleka, lakini bunge ndio mahali sahihi pa kupushi kupeleka serikalini na kuwafikia nyewe kule juu. Kwa hiyo niombe kwa ridhaa yenu mtatuongezea hata kikao kimoja. Nitawafuata hata kwa barua ili tuweze kufanya vizuri. Niombe, lakini kitu cha mwisho niombe sasa wawakilishi muwe macho, maana nyinyi ndio mnaowakilisha kule ndugu zetu huko darasani. Changamoto ni nyingi. Naomba usiwe unasubiri kikao. Unaweza ukamwona tu katibu wangu hapo Flora yuko vizuri, alafu ukampatia document na malalamiko mengine tukayapeleka sisi kule wapi? Serikalini, ili yapatiwe nini? Ufumbuzi. Usiwe unasubiri mpaka lini kikao. Kwa hiyo nyinyi ndio viungo vikubwa kule wa kutuletea maoni mbalimbali na kuhakikisha chuo chetu kinaendelea na kinametameta kwa ajili ya future. Asante sana kwa kunisikiliza. Amalize kwanza. Hongera sana. Asante sana. Asante mama. Uongozi wa bunge uliomaliza muda wake kwa ajili ya neno la shukrani. Karibu. Uongozi wa bunge ambao unamaliza muda wake, serikali ya wanachuo, chuo cha walimu Elimu Maalum Patandi, baraza la mawaziri wote, wabunge na ndugu wote tuliohudhuria kikao hiki na kufanya shughuli hii nzima. Habari za jioni. Cha kwanza kabisa tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa tukio hili kukamilika kuanzia mwanzo wake, itifaki ikiwa imezingatiwa na pia demokrasia ikiwa imezingatiwa, ili kupata watu sahihi katika nafasi sahihi kwa maendeleo ya chuo. Ikiwa ni muhimili mwingine tena baada ya serikali ya wanachuo, pia tunahitaji kuwa na bunge. Kabla ya kusoma hotuba ambayo tulikuwa tumeiandaa, nipende kuwakumbusha majukumu machache ya bunge, lakini kwa nafasi yenu pia mnaweza mkatekeleza, ikiwa ni pia ni sehemu ya katiba ya chuo cha walimu Elimu Maalum Patandi ambayo inapatikana na bunge letu. Nitasoma majukumu machache. Kuwaondoa viongozi walioshindwa kutekeleza wajibu wao madarakani, akiwemo rais, kutunga sheria, kujadili na kupitisha sera, kanuni na mipango ya serikali ya wanachuo, na kusimamia idara zote zilizopo chini yake. Ni baadhi ya sehemu ambazo pia kwa wakati mwingine tutazikabidhi wa uongozi huu mpya na muweze kufanyia kazi kama inavyotakikana. Baada ya kukumbusha majukumu hayo, ningependa kusoma hotuba ambayo tulikuwa tumeiandaa kwa siku ya leo. Akae makini kwa ajili ya kusikiliza. Ndugu mwenyekiti wa uchaguzi, wageni waalikwa, ndugu wabunge na wanachuo wote, ningependa kwanza na shukrani. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima hadi kufika siku ya leo ambapo tunahitimisha safari yetu ya uongozi. Pia tunatoa shukrani za dhati kwa uongozi wa chuo na bunge hili kwa ushirikiano mlioonyesha kwetu katika kipindi chote cha uongozi wetu. Haikuwa safari rahisi,
lakini kwa umoja wenu tuliweza kusimama imara. Mafanikio na changamoto. Katika kipindi chetu tulijitahidi kuhakikisha sauti ya mwanafunzi mwanachuo inasikika, na tuliweza kuboresha mawasiliano na utawala, ikiwemo kurekebisha baadhi ya tuliweza kuzingatia, na ni mfano kuzingatia mavazi ya stara kwa jinsia zote, kwa kuzingatia maadili ya ualimu ambao tuliweza kushauri serikali iliyokuwa madarakani kwa muda huo. Hata hivyo, uongozi ni safari ya kujifunza. Pale ambapo hatukuweza kufika au palipotokea mapungufu, tunaamini viongozi watakaopatikana leo au waliopatikana leo wataanzia hapo na kufanya vizuri zaidi. Neno kwa wagombea na wapiga kura, ambao hii ilibidi tusome mwanzo, lakini pia nitaomba msikilize kwa sababu ni sehemu ya hotuba. Kumbukeni kuwa uongozi ni dhamana na si mamlaka. Bunge la chuo ni kioo cha demokrasia na ni daraja kati ya wanafunzi na utawala. Kwa wapiga kura, chagueni kwa kutumia busara na maono, mkiweka pembeni ushabiki usio na tija. Chagueni watu watakaolinda hadhi ya bunge hili na maslahi ya kila mwanafunzi, ambapo na imani kila aliyekuwa anashiriki katika nafasi hii kwa nafasi ya ubunge imelifanya hilo. Hitimisho. Tunapokabidhi kijiti hiki leo, tunawaahidi ushirikiano wetu wakati wowote tutakapohitajika. Tunawatakia uchaguzi mwema wa huru na haki. Kidumu Bunge la Chuo. Asanteni kwa kusikiliza. Asante. Rais wa serikali ya wanachuo, chuo cha walimu elimu maalum Patandi. Serikali ya SEWAPA, Spika mteule, naibu spika mteule pamoja na katibu mteule na wabunge wote, tena habari za jioni. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa muda na wakati huu ambao ameendelea kutujalia pumzi na kuweza kutuongoza vyema katika hatua hii ya kukamilisha muhimili mkubwa katika serikali yetu ya wanachuo. Kimsingi tunayo mihimili mikubwa chuoni, tunayo serikali, lakini tunalo bunge. Kwenye kupita nilikuwa naulizwa mhimili wa tatu wa mahakama uko wapi? Lakini kumbe mhimili wa tatu wa mahakama tunaweza kuchukua kama ofisi yetu ya masuala na chuo kuwa muhimili wetu wa tatu. Lakini basi tenda tu moja kwa moja kwenye matamko machache au maneno machache ya jioni hii. Kwanza ni pongezi. Napongeza wagombea wote ambao aidha wametia nia kwa kukusudia, lakini wengine wametia nia kwa kulazimishwa. Kwa maana ya wengi wameona kwamba tukiwapendekeza hawa na wakapata nafasi wanaweza kuwa viongozi katika bunge letu. Ujasiri, kwa sababu nilikuwa najaribu kufuatilia namna ambavyo umeteuliwa ghafla bila kujiandaa, alafu unaambiwa uombe kura. Niwapongeze sana kwa ujasiri mkubwa ambao umeuonyesha. Naamini kwa kada yetu hii ya ualimu, na mwalimu kama tamko lilivyo na maneno mengi wanasema mwalimu ni kioo, vioo tumeviona, hakika mnaweza. Hongereni sana. Lakini jambo la pili, niwapongeze basi wale ambao wamepewa dhamana sasa ya kuongoza nafasi hii ya bunge kwa kipindi cha mwaka huu wa 26-27. Hongereni sana, wenzenu wamewaamini, wamewapa majukumu makubwa ambayo nyie kama muhimili wa pili au muhimili ambao upo katika serikali yetu ya wanachuo, mnayo mambo mengi ya kufanya kwa ajili ya wenzetu au kwa ajili ya chuo chetu au kwa ajili ya wapiga kura wenu. Niwasisitize tu, katika vikao vyenu mtatakiwa kuwa na hoja, na hoja hizo niombe sasa wabunge, kwa maana wabunge wa madarasa, lakini wabunge wa mabweni, mwe na hoja zenye mashiko, hoja za msingi ambazo zitakuwa ni za kupiga hatua. Msingi zitakuwa na tija sana na zitakuwa na mashiko makubwa hata zitakapofika kwenye spika kwa spika wa bunge, basi ziweze kupata baraka
na kwenda kuleta tija katika matumaini ya wengi ambayo tunayo. Lakini hii itasaidia pia katika serikali iliyopo madarakani kuona sasa inatakiwa kuchangamka, kwa sababu bunge ni muhimili unaojitegemea, lakini hoja zenu zitakuwa za msingi na zitaweza kuchangamsha serikali, na maswali magumu ambayo watakuwa wanauliza serikali yangu, basi naamini watakuwa wamejiandaa vyema kukabiliana nayo katika kuhakikisha basi kwa kipindi hiki ambacho tuko madarakani kila mmoja anafurahia uwepo wake katika chuo chetu. Mwisho, niombe ushirikiano tutakapokuwa katika vikao vyenu na mawaziri pamoja na wabunge, basi niombe ushirikiano, hoja ziwe zenye tija, zenye mashiko, lakini pia serikali yangu basi mawaziri waweze kujibu hoja hizo kwa kutumia weledi na uhalali au uhalisia ambao upo katika utekelezaji wa majukumu yetu. Mwisho ya yote, ongeze na tuendelee kuomba Mungu mshikamano huu ambao tumeuanza kwa busara na hekima, basi hudumu mpaka pale ambapo nasi tutakabidhi kijiti, pale ambapo tutatakiwa kukabidhi kijiti. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu tubariki wanapatani. Asanteni sana. Asante. Mabweni na madarasa kwa pamoja, vifaki ikiwa imezingatiwa. Habari za jioni tena. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu kilichotuleta hapa kimefanikiwa kwa 100%. Niipongeze tume iliyohusika na masuala yote ya uchaguzi. Naomba tupongeze kwa makofi yale ya kibunge. Asanteni, asanteni. Wale ambao wamepata mamlaka ya kuongoza wawakilishi, tuwapongeze spika, naibu na katibu mkuu na katibu wake, tuwapongeze kwa makofi pia ya kibunge. Tunashukuru kwa kuwa demokrasia imechukua nafasi yake. Sasa tutangaze kwamba ni muda wa kuifahamu na kuifuatilia miongozo iliyopo ya chuo, na ni muda sasa wa kutengeneza daraja zuri kati ya wawakilishi na viongozi wenu pamoja na uongozi wa chuo. Kwa hiyo tuombe ushirikiano mkubwa kwa hawa waliochaguliwa ili gurudumu la maendeleo ya kitaaluma katika chuo chetu liweze kuendeshwa mbele tena kwa kasi ile ambayo tunaitegemea. Pamoja na kusema hayo, baada ya kusema hayo niseme kwamba naomba nimkaribishe mwadili mkuu ili aweze kutuhitimishia zoezi letu la siku ya leo. Asanteni sana. Wenzangu, Rais, Waziri Mkuu, Katibu, Tume ya Uchaguzi ambayo pia ni spika wetu aliyemaliza muda wake, naibu spika pamoja na katibu, mawaziri wote, manaibu waziri, wabunge, habari ya jioni tena. Kwanza tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza salama zoezi ambalo tulitarajia tulifanye. Hilo ndio jambo la msingi. Lakini kwa nafasi ya upendeleo, naomba niwape watu wachache nafasi ya kuongea. Waziri Mkuu ndiye atakayewajibishwa hapa bungeni, wala rais hatakuwepo, wala makamu wa rais hatakuwepo, mawaziri mtakuwepo, manaibu waziri mtakuwepo, lakini anayeshughulikia shughuli zote za serikali wanachuo katika bunge ni Waziri Mkuu. Kwa hiyo Waziri Mkuu uwasalimie na kuongea neno lolote kwa ufupi. Waratibu, ofisi ya masuala ya wanachuo, tume ya uchaguzi, rais, katibu, spika wa bunge mteule, naibu spika mteule na katibu mteule wa bunge. Itifaki ikiwa imezingatiwa. Habari za muda huu. Nachoomba wabunge na wale wawakilishi wa darasa, naomba ushirikiano tutapokuwa tunakutanika katika vikao vya bunge, maana bado hatujajua vikao vitakuwa vingapi kwa muhula. Tunaweza tutapewa orientation, si ndio? Ili kujengeana uzoefu kuhusu hiyo vikao. Tukikutana kwenye vikao hivyo, tunaomba ushirikiano, tusiwe na maneno ya kejeli. Kikubwa
ni kuijenga patandi yetu iwe imara. Hivyo basi, neno la mwisho ninachoomba, ushirikiano imara. Asante. Atoe neno waliyemaliza muda wake na spika atamalizia, alafu mwisho kabisa nitaenda kwenye hatua ya kufunga kikao chetu. Viongozi tuliomaliza muda wetu, viongozi wa serikali ya wanachuo na viongozi wote tulioko hapa, wabunge na mawaziri, habarini za jioni. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa siku hii, ametupa kibali, tumeweza kukamilisha zoezi letu vizuri na kwa haki. Lakini kikubwa ambacho napenda kukizungumza ni kuwatakia heri viongozi waliochaguliwa, na kikubwa zaidi wakawajibike, wakawatumikie watu walioona wanafaa na kuwapa dhamana hii. Wafanye kazi kwa haki, lakini pia wajitahidi kutatua changamoto za watu ili tuweze kufanikisha na kukamilisha lile lililotuleta hapa chuoni. Asante. Asante. Ofisi ya masuala ya wanachuo, Rais, baraza la mawaziri, spika mteule, naibu spika pamoja na katibu, kwa mara nyingine habari za jioni. Mimi sitakuwa na mengi sana ya kuzungumza, maana yote yameshazungumzwa na wenzangu. Cha msingi tu kwamba viongozi wateule, naomba niwasisitize, dunia imebadilika. Dunia imebadilika kwa maana ya kwamba hawa tunaokwenda kuwaongoza sasa hivi wamekuwa wanahoji sana. Kwa sisi viongozi inabidi tusome, hususani kwa upande wa watu wa bunge, miongozo yote iko hapa. Kwa hiyo utakachohojiwa chochote kiko ndani ya nini? Ya kanuni zetu ziko hapa. Kwa hiyo tusome sana, sawa? Kwa baada ya kusema hapo, naomba tutoe ushirikiano kwa viongozi walioteuliwa. Asanteni sana. Leo ambao ni spika, naibu spika na katibu wako, taratibu za kuwaapisha ikiwemo pamoja na wale masiara jimbo maalum walikuwa hajaapishwa. Nafikiri kuna pia na naibu waziri alikuwa hajaapishwa. Utaratibu unawekwa na inawezekana Jumatatu tukaapishwa kwenye paredi kuu, ili baada ya hapo bunge hili liweze kuandika barua ya kuomba kikao cha kwanza cha bunge. Na kikao cha kwanza cha bunge hicho ndicho rais atatoa hotuba yake, mwelekeo wa serikali ya wanachuo na kulizindua bunge. Leo amewapa tu salamu za juu juu. Kwa hiyo rais, una jukumu sasa hivi la kuandaa hotuba yako kwa ajili ya kuwapa mwelekeo wa bunge hao, wewe unataka serikali yako iendeje, na kila mmoja apate huo mtazamo. Na baada ya kuapishwa tutaenda kwenye mafunzo wote sasa kwa ofisi ya mkuu wa chuo, na mkuu wa chuo mwenyewe atakuwa ni mwezeshaji wa mafunzo kwa wanachuo wote ambao ni viongozi, kwa sababu sasa tutakuwa tumekamilika. Lakini kuna watu waliteuliwa kutoka ubunge, ameshakuwa waziri Jonia. Kwa hiyo bweni lake linatakiwa lifanyike uchaguzi. Madam Lekule, nitaomba utusaidie iwezekanavyo Jumatatu uchaguzi ufanyike. Kwa muda mfupi ufanyike, ili wanavyopata mafunzo eneo hilo nalo wao wameshapata mafunzo, tusio tumwache mtu nyuma. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi niwashukuruni nyote kwa kushiriki, niwatakie jioni njema, lakini tufanye kazi kwa ushirikiano. Tufanye kazi kwa yabaki ya viongozi. Alafu kingine, kuna viongozi mtaona tu siku zinavyoenda wanaotaka kupendwa sana, na hao wanachuo wao wanawapenda sana. Mwenzako akisimama hivi, yeye akitoka hapa kutoka chuo cha ualimu elimu maalum Patandi. Leo imefanyika tukio azimu kabisa la uchaguzi wa wabunge pamoja na viongozi wote wanaohusika na serikali nzima ya bunge. Sasa nimekutana na mmoja kati ya viongozi ambaye alikuwa ni katibu bila shaka. Naomba ujitambulishe majina ili watazamaji waweze kukufahamu. Kwa majina yangu naitwa Manase Ramadhani Msigwa, ni katibu wa bunge mstaafu mwaka 2024-2026.
ni katika kuendeleza itifaki ya chuo na uongozi wa chuo ambao tumefanikisha uchaguzi mpya uliofanyika leo tarehe 27 mwezi wa pili 2026. Hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, zoezi limekamilika. Una neno gani la mwisho la kuambia wanapatandi na uongozi mpya ambao tayari umeshachagua? Neno kuu la kuambia ni kwamba tunashukuru kwamba tumepata uongozi mpya, lakini pia tuwatakie kazi njema kutekeleza majukumu ya chuo. Okay,